Rais mstaafu wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aeleza kuwa Tanzania imeendelea kuwa imara katika dhamira yake ya kupambana na umasikini. Na katika michezo, Baraza la Michezo la Taifa BMT la wataka wadau mbalimbali wa michezo ya masumbwi nchini kuchukua fomu za kugombea nafasi za uongozi wa chama cha waamuzi wa ngumi. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari kwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos. Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ameeleza kuwa Tanzania imeendelea kuwa imara katika dhamira yake ya kupambana na umasikini kwa kutekeleza mfululizo mageuzi ya kiuchumi na kijamii yanayolenga kuimarisha usalama wa chakula, upatikanaji wa elimu, kupanua huduma za afya na kutengeneza nafasi za ajira kwa vijana. Rais mstaafu Kikwete ametoa kauli hiyo wakati anafungua mkutano wa kimataifa wa mkakati wa kutokomeza umasikini duniani kwa kuharakisha maendeleo ifikapo mwaka 2023 unaofanyika Arusha. Mwanahabari wetu Novatus Makunga ana taarifa zaidi. Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete hakusita kuipongeza serikali ya awamu ya 6 inavyoshirikiana na wadau wa sekta binafsi katika kuweka mifumo thabiti inayochangia katika kupunguza kiwango cha umaskini nchini, hususani kupitia mpango wa kunusuru kaya maskini unaotekelezwa na TASAF. Lakini yote hayo shabaha yake ni nini? Ni kuondoa umaskini wa nchi na kupunguza umaskini wa Watanzania. Lila umaskini wa nchi tumefanikiwa. Kwamba jitihada iliyoanza tumetoka sasa kwenye lile kundi la nchi maskini na tumeingia kwenye kundi la nchi za uchumi wa kati, lakini katika hatua ile ya mwanzo. Hii ya kwanza ya jitihada za Mzee Nyerere mpaka kipindi cha Mzee Mwinyi, cha Mzee Mkapa, cha kwangu mimi na Magufuli ilikuwa ni kuitoa nchi kutoka kwenye kundi la nchi masikini sana na kuingia kwenye kundi la nchi zenye uchumi wa kati. Hilo tumefanikiwa. Ama katika hatua nyingine, Dr. Kikwete amepongeza hatua ya kuongeza nguvu katika sekta ya kilimo nchini kutokana na kuwa uti wa mgongo wa taifa. Kilimo hakijapata kasi kubwa ya kukua. Hakijapata kasi kubwa ya kukua, kilimo kinakuwa katika kasi ya 4%. Ndio maana tulianza jitihada zile za kilimo kwanza na jitihada mbalimbali zile za kukuza kilimo na kuendeleza kilimo, lakini shabaha yake bado ni ile kwamba tukiweza kufanikiwa kasi ya kilimo ikaongezeka, mapato ya watu wanaoishi kwa kutegemea kilimo yakaongezeka, tutaongeza sana kasi ya kupungua kwa umaskini. Kwa upande wake, Dr. Ismail Seif Salum ambaye ni katibu mkuu ofisi ya makamo wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar amebainisha mikakati madhubuti inayoendelea kuchukuliwa ili kupunguza wimbi la umaskini. Kama tunavyoona, serikali zote mbili zimejikita zaidi katika sekta kuu ikiwemo afya, elimu, miundombinu pamoja na sekta nyinginezo, kilimo na sekta nyingi zote kama tunaposhuhudia nchi yetu inapopiga hatua. Hii ni sehemu ya kuondoa umaskini kwa sababu ili uondoe umaskini unahitaji kukuza uchumi. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Serikali imepiga marufuku utumikishwaji wa watoto katika maeneo yote ya kazi nchini na kuwataka waajiri wote wa sekta ya umma na binafsi kutohusisha watoto katika kazi zinazokiuka haki zao. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na naibu waziri kutoka ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Patrobas Katambi, wakati akizungumza na waandishi wa habari ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga utumikishwaji kwa watoto. Mimi fursa hii pia kuagiza sasa maeneo yote ya waajiri nchini katika mamlaka za serikali, lakini pia waajiri kwenye taasisi binafsi na maeneo mengine ambayo yanatambulika serikali. Mimi situmii lugha ya sio rasmi, ni maeneo rasmi kwa sababu serikali inatambua kila mahali. Ni marufuku kutumikisha watoto na kuwafanyisha kazi kwa namna yoyote ile inayotweza utu, haki, heshima na afya za watoto. Aidha, Katambi amezungumzia mpango wa serikali
wa kusaini mkataba wa wafanyakazi wa ndani, akisema mkataba huo unaenda kuwalinda wafanyakazi wa majumbani kutotumikishwa. Sisi Tanzania, pamoja na mikataba mingine ambayo tuko mbioni kusaini, ni pamoja na mkataba namba 183 ambao unahusiana na utumikishaji wa wafanyakazi wa ndani. Sisi wote ni mashahidi. Wengi wanaofanya kazi kule ni aidha amekimbia shule, ameacha shule, katoto kadogo kanaanza kufua nguo za baba, anafanyishwa kazi, na kazi za wafanyakazi wa ndani wakati mwingine hazina hata ukomo. Mratibu wa shirika la kazi duniani Glory Blasio akaeleza namna ripoti inavyoonyesha ya hali ya utumikishwaji wa mtoto ilivyopungua, huku Susan Mkangwa, kamishna wa kazi, akaelezea maeneo ambayo bado watoto wanatumikishwa. Kwa miaka 4 tumepunguza utumikishwaji kwa zaidi ya 10%. Kwa taswira ya utumikishwaji kama utumikishwaji na aina mbaya zaidi za utumikishwaji. Bado kuna maeneo ambayo bado utumikishwaji wa watoto unaonekana upo. Kwa mfano kwenye mashamba ya kahawa huko au ya pamba na maeneo mengine ya kazi, hasa kwenye machimbo ya madini, bado kumeonekana kuna viashiria au bado watoto wamekuwa wakiendelea kutumikishwa. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wananchi wa kijiji cha Mti Mmoja wilayani Monduli mkoani Arusha wameiomba serikali kutatua mgogoro wa ardhi wa muda mrefu unaohusisha zaidi ya ekari 80 za eneo la malisho ya mifugo ambalo limeporwa na watu wachache na kujimilikisha kinyume na utaratibu. Wananchi hao wakiwa na mabango yenye jumbe mbalimbali za kupinga uporaji wa ardhi walisikika wakitoa kilio chao cha muda mrefu mbele ya waandishi wa habari. Tumechukua maamuzi ya kuifunga serikali ya kijiji kwa sababu mwenyekiti analeta dharau kubwa sana kwa wananchi wake. Sisi ndio tuliomchagua, sisi ndio tutakao mtengua. Haiwezekani ardhi yetu twaliwa na baadhi ya watu wachache sana. Nasema Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kama unasikia kilio hichi, wewe ni mama, wewe ni mlezi, tambua kwamba Mti Mmoja kumechafuka na viongozi tuliowachagua ndio wanaoturubuni, ndio wanaotuibia, ndio wanaouza ardhi zetu ya mifugo ambao ni kilio na kimbilio kwa kila ambaye hana eneo. Tunaomba ombi letu ikiwezekana hata mpaka kwa Samia atusikilize. Ardhi yetu ya Mti Mmoja imeenda kwa baadhi ya wananchi ambao wenye hela ndio wameuziwa ardhi. Sisi wanyonge hatuna haki, tunakandamizwa kwa sababu hatuna hela. Kufunga ofisi ya kijiji ni jambo baya na ni jambo wanaona wanaharibu, wanakosa sheria kwa sababu wanaweza wakaharibu nyaraka za serikali siku nyingi. Kama mtu hawezi anaona ofisi ya serikali ya kijiji hawezi kumhudumia, wasingefunga kwa sababu watu ni wengi. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, nawashukuru kwa hilo, lakini kijiji cha Mti Mmoja hakina mgogoro, lakini huko mgogoro ambao unatengenezwa kwa lengo la kisiasa. Akizungumza kuhusu tukio hilo, mwenyekiti serikali ya kijiji cha Mti Mmoja Ibrahim Kivuyo amekiri kuwepo kwa mgogoro huo licha juhudi za kutafuta suluhu ambazo zimekuwa zikifanyika bila mafanikio. Lula Ali, Channel 10. Ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA, Dr. Anton Diallo amewataka wakulima wa Itilima mkoani Simiyu kubadili namna wanavyoendesha shughuli za kilimo. Dr. Diallo ametoa wito huo alipokuwa akizungumza na wakulima wa mahindi na pamba alipofanya ziara ya kuhamasisha matumizi ya mbolea kwa wakulima wa wilaya hiyo. Aidha, Dr. Diallo ameeleza kuwa wakulima wakitumia mbolea watapunguza migogoro ya ardhi, kwani hawahitaji kulima maeneo makubwa. Badala yake mkulima akilima ekari 3 tu za shamba yatatosheleza mahitaji yake na kutoona faida ya kulima mashamba makubwa kwa matokeo hafifu. Naye mkurugenzi wa huduma za udhibiti wa TFRA Elizabeth Bole ameeleza kuwa lengo lao ni kuhamasisha matumizi ya mbolea ili wakulima waweze kuongeza tija kwenye kilimo pamoja na kusikiliza changamoto wanazokutana nazo ili zipatiwe ufumbuzi. Lakini ukipimiwa ardhi yako sasa hivi udongo wakakwambia kwamba kwenye shamba lako aina fulani ya virutubisho vinakosekana. Kwa hiyo unapokwenda kununua mbolea, unanunua mbolea inayolenga nini? Ukosefu wa ile rutuba kwenye ardhi yako. Uhitaji kulima shamba kubwa, pange mlie mpaka sanga bantu balele ura mashamba. Maana yake na sisi tuamke tuweze kuhakikisha kwamba tunakwenda kutumia nini? Mbolea. Wapo maafisa ugani wako hapa kijijini wanafanya kazi pamoja na sisi
wapo halmashauri, lakini wapo wale ambao ni wa BBT ambao wako kwa ajili ya wakulima pia. Mbolea za asili zina sifa ya kuwa na kwa maana kumeng'enya taratibu, yani kwa maana kwamba kutoa virutubisho kwa nini? Kwa njia taratibu, sio? Inaweza kuchukua muda mrefu zaidi kwenye kwenye ardhi. Lakini mbolea za viwandani sifa moja ya muhimu sana, pamoja na kutoa virutubisho kwa haraka. Yaani kwa mfano kuweka katika mazao yako, katika mahindi, haichukui muda mrefu. Naam. Imeelezwa kuwa uwepo wa wataalamu wa masomo ya sayansi ni moja ya nyenzo muhimu kwa maendeleo ya sekta ya afya nchini, ambapo serikali itaendelea kuwekeza kwenye miundombinu ya kisasa zaidi kwenye sekta hiyo na sekta ya elimu ili kuzalisha wataalamu wa kutosha. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa kinga wa Wizara ya Afya Dr. Hamadi Nyambea, ambaye alimwakilisha Waziri wa Afya Mheshimiwa Jenista Mhagama kwenye hafla ya utoaji tuzo kwa wanafunzi na walimu bora zaidi wa masomo ya fizikia, kemia, biolojia na hisabati kwa kidato cha 4 mwaka 2023 na kidato cha 6 mwaka 2024, ambapo jumla ya wanafunzi 48 na walimu 8 wametunukiwa. Serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali zenye kuwezesha kutoa msukumo kwa wanafunzi kupenda kusoma masomo haya kwa bidii, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya baadaye kwa vijana wetu kukabiliana na mabadiliko pamoja na changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika dunia ya sasa na dunia ya baadaye, na hivyo kuweza kutoa mchango kwa kuweza kupata majawabu ya changamoto hizo. Kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tunatoa pongezi kuu nyingi kwa Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali kwa nafasi hii kubwa na kwa kitendo kikubwa ambako mamlaka hii inafanya ya kuwasogeza vijana hawa katika hatua hii muhimu. Kwa upande wa mkemia mkuu wa serikali, ameeleza kuwa utaratibu wa kuwapongeza wanafunzi na walimu ulianza mwaka 2007 kwa somo la kemia pekee, lakini sasa wamepiga hatua kwa masomo yote ya sayansi na hesabati. Lengo lake kubwa hasa sisi kama taasisi mojawapo wanufaika ni kujenga hamasa kwa vijana wetu kupenda na kusoma masomo haya ya sayansi, kwa sababu tunajua yana mchango mkubwa sana katika ujenzi au uandaji wa taaluma mbalimbali ikiwemo taaluma ya afya. Wazazi, nilikuwa naona kwamba wazazi waweze kuwa motivate au kuwapa hamasa watoto wao ili waweze kuwa inspired kwa ajili ya kuona kwamba masomo ya sayansi sio magumu, na pia waweze kujua ndoto zao ili mwisho wa siku waweze kufanya vizuri na kutimiza ndoto zao. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Tatizo la upungufu wa damu kwa kina mama wajawazito katika wilaya ya Maswa mkoani Simiyu limetajwa kuwa kubwa kutokana na baadhi yao kutozingatia lishe bora inayohusisha makundi 6 ya vyakula wanapokuwa wajawazito, huku mikakati mahususi ya kumaliza tatizo hilo ikiwekwa bayana na viongozi wa wilaya hiyo. Ili kuhakikisha elimu ya lishe hususan matumizi ya vyakula vilivyoongezewa virutubishi inawafikia wakina mama wa wilaya hii ya Maswa na kuondokana na matatizo ya upungufu wa damu wakati wanapokuwa wajawazito, ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na mganga mkuu wa mkoa wa Simiyu wanakutana na watendaji wa kata, walimu, maafisa ugani, viongozi wa dini na wazee maarufu ili kuhakikisha elimu ya matumizi ya vyakula vilivyoongezewa virutubishi inafika kwa jamii. Upungufu wa damu kwa akina mama wenye umri wa miaka 15 hadi 49 umepungua kutoka 53% mpaka 4.7 kwa mwaka 2016 hadi 37%. Hiyo ni changamoto tunataka iishe kabisa hii. Ingawaje tunajitahidi kuipunguza kwa kiasi kikubwa. Bado ni kubwa. Tunategemea kwamba shuke zaidi. Kwa hiyo ukiangalia zote hizo changamoto ambazo nimezitaja hapo zinatokana na masuala ya lishe.
Kuhusu tatizo la utapiamlo, hususa ni ukondefu, udumavu na upungufu wa madini ya vitamini, umepatiwa ufumbuzi baada ya serikali kwa kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali na sekta binafsi kuunganisha nguvu za pamoja katika kukabiliana na changamoto za utapiamlo. Shukuru sana serikali ya Tanzania pamoja na wizara mbalimbali ambazo tunafanya nazo kazi, wamekuwa wakitupa ushirikiano katika kila mkoa tunapoenda, na pia ngazi za mkoa na wilaya wameweza kutupokea kuhakikisha kwamba sisi na serikali tunashirikiana kuweza kutokomeza njaa iliyojificha nchini Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa naamini hata afya zao zitaboreka. Maana kabla ya hapo tulikuwa na shida kidogo, watoto wengine wanakuwa hata kwenye uelewa unakuwa una changamoto, lakini sasa hivi naamini kwa hii huduma tuliyoipata ya virutubishi itatusaidia sana kuboresha afya za watoto wetu na hata uelewa darasani. Kisha kwamba wananchi wanakula vyakula ambavyo vimetoka kwenye milo yote 6, si ndivyo? Ili kuongeza mwilini vitamini na nini na madini. Kutoka Maswa mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Baadhi ya wakulima wa zao la kokoa katika wilaya ya Kyela mkoani Mbeya wameshangazwa na kuporomoka ghafla kwa bei ya zao hilo kutoka shilingi 32,000 hadi kufikia shilingi 18,000. Tupate taarifa zaidi. Ni katika kipindi cha miezi 13 tu ambapo zao la kokoa linatajwa kuuzwa kwa shilingi 32,000 kwa kilo moja. Japo tupo zaidi kuboresha zao la kokoa, bei zilikuwa nzuri zaidi. Baada ya kuanza mfumo wa TMX, bei zimekuwa zikiporomoka zaidi kutoka kiasi cha shilingi 32 pa kilo mpaka kufikia 18,400 kwa mnada wa leo tuliouza leo. Sasa hizi bei, kwa heshima kubwa tunamwomba Mheshimiwa Rais, kwa sababu ndiye kiongozi na kinara wa kusimamia zao letu la kokoa, atusaidie. Tunahofia kwa bei hizi zinaweza zikashuka zaidi ya kiwango kilichokuwepo sasa hivi. TMX tunauza kokoa kwa bei ya 18,710, lakini ukiingia kwenye blog ya TMX unakutana na bei ambayo ni tofauti na bei mliouza pale kwenye skrini yenu ambayo mlikuwa mnauzia huo mnada. Kwa niombe tu serikali iweze kutusaidia. Mimi binafsi wakiniuliza, mimi kama mkulima naona box ni bora kuliko TMX, kwa sababu bei zilizokuwa zinauzwa kipindi cha box ni tofauti kabisa na bei ambazo zinauzwa kwenye mfumo wa TMX. Japo kuwa kuboresha huduma sio mbaya, ila waangalie mazingira mazuri namna ya kutusaidia wakulima. Hali ya soko la kokoa ni nzuri, lakini kwa inavyoelekea inatupa wasiwasi, kwa sababu inaonekana kama inashuka. Kwa sababu unakumbuka bei kubwa ilikuwa mwaka jana tuliuzwa kwa shilingi 32, lakini kadri muda unavyoenda inaendelea kushuka. Katika kuongeza usimamizi na ubora wa zao la kokoa, wakulima wameanza kupewa mafunzo ya namna ya matumizi ya mifumo ya kidijitali, huku ikitajwa kwamba uzalishaji wa zao hilo unaongezeka kila mwaka. Tuna uhakika kupitia vifaa hivi kokoa ambayo itakuwa inakusanywa kwa wakulima kutoka kwenye vyama vya msingi itakuwa ni kokoa ile yenye ubora ule unaostahili kuelekea ghalani. Kwa mwaka jana kulikuwa tumezalisha zaidi ya kuanzia tani 8,000 mpaka 9,000, lakini kwa mwaka huu tumefika mpaka tani 10,000. Tutafaidika kwa sababu sasa hivi tunaenda na mfumo wa kidijitali. Mambo ya analojia sasa hivi yameisha. Kutoka Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Chama cha watu wenye ualbino Tanzania TAS kimesema kwamba hakihusiki na hatua ya vyama au makundi yanayowashawishi kususia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kuahidi kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huo ili kutumia fursa ya kidemokrasia ya kuchagua na kuchaguliwa kwa lengo la kuwa sehemu ya vyombo vya maamuzi na kuhakikisha sauti zao zinasikika katika masuala yanayowahusu. No reform, no election, hiyo haituzi TAS. Ni mwenyekiti wa TAS Taifa Godson Moleli wakati wa kongamano la kukuza uelewa kuhusu ualbino kuelekea maadhimisho ya siku ya kitaifa ya ualbino ambayo yanafanyika mkoani Kigoma. Maana yake hiyo no reform, no election ni kwa watu walioshiba, ni kwa watu waliotosheka. Sisi ambao bado tunatakiwa kuingia kwenye vyombo vya maamuzi, vikao vya maamuzi, kujadili hatima ya nchi yetu, kujadili hatima ya watu wetu ambao tunataka wapate nafasi, wanapokuwa wapate nafasi. Sasa usipochagua, usipochaguliwa, nani atasema?
Nani atawasemea hili kundi lingine? Kiwemo katika vyombo vya maamuzi, kwanza kabisa kutakuwa na uandaaji mzuri wa bajeti za kusaidia watu wenye ualbino katika maeneo ya afya na hata katika maeneo ya elimu. Lakini pia katika kuchaguliwa ni muhimu kwa sababu jamii itafahamu vipawa vya watu wenye albino walivyonavyo katika uongozi. Rashidi Maftaha, mkurugenzi wa ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Watu wenye Ulemavu, anaeleza serikali imeandaa mpango kazi wa taifa ambao ni muhimu kwa watu wenye albino. Mpango kazi huu ni muhimu sana katika kuendeleza ustawi na haki kwa watu wenye albino. Na leo mgeni rasmi tutapata nafasi ya kuweza kuvumisha mpango huu ili watu wenye ualbino na wadau wote kwa ujumla waweze kuwa na uelewa pamoja na kushirikiana katika utekelezaji wake. Kizindua kongamano hilo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Ndengenye anatoa wito kwa wakazi wa mkoa wa Kigoma. Kwa nafasi hii kusisitiza kuwa watu wenye ualbino ni sehemu muhimu ya jamii yetu. Wana haki ya kulindwa, wana haki ya kupewa fursa, lakini wana haki ya kushirikishwa kikamilifu katika shughuli zote za maendeleo. Maadhimisho ya siku ya kitaifa ya watu wenye ualbino mkoani Kigoma yameambatana na shughuli za usafi katika kituo cha kulelea wazee Silabu mkoani hapa, yakifuatiwa na kongamano la kukuza uelewa kuhusu ualbino, na kilele ni hapo kesho Juni 13 mwaka huu. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Katika kukabiliana na tatizo la wanafunzi wa madarasa ya msingi na awali kutozijua stadi tatu za kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, shule 53 kati ya 111 wilayani Magu mkoani Mwanza zimekabidhiwa zana za kufundishia kwa vitendo ili kutatua changamoto hiyo. Akikabidhi zana hizo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Magu Mohamed Ramadhani, pamoja na mambo mengine, amewaonya walimu wa shule zilizopokea zana hizo kutozifungia store kwa kigezo kuwa wanafunzi wataziharibu, bali wazitumie katika kufundishia. Kwa hiyo hizi dhana, jamani, ni kianzio kwenda kuinject something kwenye akili za watoto wetu ili waanze kuwa nini? Wabunifu. Na tutakapoviweka vizuri, mimi ninategemea tutaendelea kupata taifa zuri lenye uelewa mzuri. Kwa mwalimu wangu, please, jitahidi hiki ambacho utakipokea leo, kahakikishe kinaenda kuingia kwenye uelewa wa mtoto. Wapongeza kwanza walimu shiriki wenyewe walioshiriki katika zoezi hili la utengenezaji. Kwanza wamejiongezea stadi zao wenyewe. Tunaamini kwamba hizi zana walizopewa ni mwanzo na ujuzi wameupata. Kwa hiyo kwa siku zinazokwenda watakuwa na uwezo wa kutengeneza zana hizi wenyewe. Nao baadhi ya walimu wa shule zilizopokea zana hizo za kufundishia wamesema kutokana na mabadiliko ya mitaala, zana hizo zitasaidia sana makuzi ya mtoto kuendana na wakati, huku akiahidi kuzitumia ipasavyo ili kuleta mageuzi ya uelewa katika sekta ya elimu. Vifaa hivi vitasaidia sana watoto wa darasa la awali kuweza kupokea maarifa. Watapokea maarifa ambayo tutawapatia vizuri zaidi, kwa sababu mtoto atajifunza kwa kuona, kwa kugusa. Tunachokiahidi ni kwenda kufanya kazi kwa bidii, lakini pia zana zitumike ipasavyo kwa watoto, zisitunzwe tu. Zana hizo zenye thamani ya shilingi milioni 34 zimetengenezwa kwa ufadhili wa mradi wa Bosti wenye lengo la kuimarisha na kuboresha elimu ya awali na msingi. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Na katika michezo tunaelezwa Baraza la Michezo la Taifa BMT limewataka wadau mbalimbali wa mchezo wa masumbu nchini kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali kuelekea uchaguzi wa chama cha waamuzi wa ngumi za kulipwa nchini unaotarajiwa kufanyika mwezi huu. Wito huo umetolewa na afisa habari na uhusiano wa Baraza la Michezo la Taifa BMT na Jaha Bakari wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, na kusema kuwa wadau wa mchezo huo wanatakiwa kujitokeza kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi mbalimbali. Waamuzi wa ngumi za kulipwa nchini, wale ambao wanajua wana sifa, kwanza ni Mtanzania, amepitia kozi mbalimbali za uamuzi, ana vyeti mbalimbali vya uamuzi vinavyomfanya yeye akubaliki kuwa mwamuzi wa ngumi za kulipwa nchini na hata kimataifa, basi ajitokeze kuja kuchukua fomu
kwa nafasi ambazo zipo kwa mujibu wa katiba ya ATPBRO, ambayo nafasi inayotakiwa ni nafasi ya mwenyekiti, nafasi ya makamu mwenyekiti, nafasi ya katibu mkuu na nafasi ya mweka hazina. Kwa nafasi hizi za juu ada ya fomu ni shilingi 100,000. Tutoe rai kwa wale ambao ni wanachama sasa wa ATPBRO, basi wakae mkao kula, wahakikisha kwamba wanatuletea viongozi wale ambao ni kweli viongozi na sio tu kiongozi ambaye anakuja kwa maslahi ya yeye mwenyewe, awe kwa maslahi ya kuendeleza, ya kufanya maamuzi sahihi kwenye ulingo kwa mabondia wetu, awe ni maamuzi kweli ambao ana sifa zile zinazostahiki. Katika hatua nyingine, Najaha Bakari ameviasa vyama na mashirikisho ya michezo nchini kulipa ada za mwaka ili kufanya kazi kwa uweledi sambamba na kutii sheria. Vikumbushe vyama vile ambavyo vinajua kwamba vinadaiwa na Baraza la Michezo la Taifa ada za mwaka, havijasajili, vinafanya kazi ya michezo bila kusajili, basi vifanye hivyo vile inavyotakiwa ili michezo basi iendeshwe kwa kufuata sheria na taratibu za nchi na sheria ya Baraza la Michezo la Taifa. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Na mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vya kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.